Ameyasema hayo wakati akifungua kikao kazi cha 6 cha serikali mtandao IGA kinachojumuisha wataalamu wa TEHAMA kutoka taasisi mbalimbali za serikali na sekta binafsi kitakachofanyika kwa siku 3 mkoani Arusha. Amesema wataalamu wa TEHAMA wanatakiwa kutumia taaluma yao vizuri na kwa maslahi mapana ya taifa na kuepuka matumizi mabaya ya mtandao. Haijalishi kabisa kama umeajiriwa serikalini au upo katika sekta binafsi, wote ni matunda ya uwekezaji wa serikali, na hivyo wataalamu wa TEHAMA wote mna wajibu mkubwa kuhakikisha kwamba mnatumia taaluma zenu, ujuzi na ubunifu wenu kwa maslahi mapana ya taifa. Ninalisema hili nikitambua kuwa TEHAMA pia inaweza kutumika vibaya na kuhatarisha usalama na maslahi ya nchi. Aidha, amezielekeza taasisi zote za umma kuzingatia kikamilifu sheria ya serikali mtandao ya mwaka 2019. Pia naomba nitumie nafasi hii kuzielekeza taasisi zote za umma kuzingatia kikamilifu sheria ya serikali mtandao ya mwaka 2019, kanuni zake, viwango na miongozo yote ya serikali mtandao kwa ukamilifu wake. Nakumbusha tu, kufuata sheria ni lazima. Nakumbusha tu, usije ukasema sikujua, kwa sababu kutokujua sheria pia sio excuse. Kwa hiyo nawakumbusha kwa sababu kuna taasisi ambazo bado zinakiuka baadhi ya matakwa ya sheria. Kwa hiyo kila taasisi ya umma hakikisha kwamba unazingatia sheria husika. Mtendaji mkuu wa mamlaka ya serikali mtandao Tanzania, Mhandisi Benedict Ndombo, amesema Tanzania imepiga hatua katika matumizi ya serikali mtandao na kupelekea kutambulika kimataifa, huku mtendaji mkuu wa serikali mtandao Zanzibar, Dr. Seif Said Seif, akieleza mashirikiano yaliyopo katika sekta hizo. Utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao katika taasisi za umma kwa kuzingatia sheria, kanuni, viwango na miongozo ya serikali mtandao umeongeza umahiri na ufanisi mkubwa wa kiutendaji, ikiwemo katika kuanzisha, kuendesha na kusimamia miradi ya TEHAMA. Hali hii imeifanya nchi yetu kutambulika kimataifa katika kupiga hatua za maendeleo ya serikali mtandao. Mafanikio hayo ni pamoja na: moja, tuzo ya Umoja wa Mataifa ya ubunifu katika huduma za umma ya mwaka 2024, UN Public Service Award, Innovation Award 2024, tuliipata kupitia mfumo wa mrejesho. Lakini pia kuna tuzo ya Umoja wa Mataifa ya World Summit on Information Society ya 2025. Ushirikiano wetu baina upande wa IGA Zanzibar, tunashukuru sana wenzetu Dr. pale DG wa TCRA, ni mmoja katika wenzetu ambao wanatusaidia sana upande wa Zanzibar katika kuhakikisha kwamba basi usalama wa mtandao na mambo mengine ya kidijitali yanapatikana. DG wa IGA Engineer Ndomba, kwa kweli tunakushukuru sana, na wewe unaonyesha leadership na unaonyesha ushirikiano ule ambao unatakiwa kwa sekta hizi ambazo hizi zinashirikiana. Awali akitoa salamu za mkoa wa Arusha kwa niaba ya mkuu wa mkoa huo, katibu tawala wa mkoa wa Arusha Toba Nguvila ameeleza umuhimu wa uwepo wa mfumo huo katika utoaji huduma kwa wananchi. Nipende kuipongeza sana IGA kwa jitihada zake za kutoa huduma mbalimbali za serikali mtandao, ikiwemo kuunganisha mifumo ya TEHAMA, lakini pia kuendelea kuhamasisha Watanzania na taasisi mbalimbali kutumia hii mfumo wa TEHAMA kwenye utendaji wetu wa kila siku. Awali mgeni rasmi aliweza kutembelea mabara mbalimbali na kujionea shughuli zinazofanywa na wadau wa IGA. Kutoka hapa katika viwanja hivi vya AICC mkoani Arusha, mimi ni Elihuru Machao.